Mimi naitwa Wakili Alois Komba, mwanasheria wa kujitegemea, wakili kiongozi wa kampuni ya mawakili inaitwa Haki Kwanza Advocates, na mmoja wa wadau wakubwa wa haki za binadamu, lakini zaidi kwa minajili ya swala hili la leo, mimi ni mdau mkubwa sana wa haki za madereva, na nimekuwa nao kwa miaka mingi kidogo, hasa hawa madereva wa masafa marefu pamoja na vyama vyao mbalimbali, katika maana kwamba wale wa nchi yetu ya Tanzania na nchi jirani, wakiwemo pamoja na wale waajiri wao. Kwa hiyo hapa leo ni kamati maalum ambayo inawaunganisha hawa madereva wote wa malori, magari mengine makubwa ya mizigo na hata yale ya mafuta, ambao wameungana kwenye hili swala ambalo mimi mwenyewe kama mwanasheria wakili wamenipa taarifa juzi kuamkia jana, na wakati na wao niliwapa ushauri kwamba ni vizuri kwanza watoe taarifa kwa jeshi la polisi, hasa mkoa wa Songwe ambako huyo Godlove John Materu alikuwa akifanya shughuli zake, na kwa hiyo hata vyombo vya habari mkitaka kufuatilia ni vizuri kufuatilia kwa RPC, RCO wa mkoa wa Songwe kama hizo taarifa anazo na kama viongozi hao wameshafanya utafiti. Lakini ilianzia kwenye familia yake ambayo huyo Godlove John Materu, mmoja wa viongozi wa vyama vya madereva, alichukuliwa na watu wasiojulikana na mpaka leo haifahamiki yupo wapi. Ni kama siku 4 au 5 zilizopita, tarehe 3 au tarehe 4 nadhani alipochukuliwa, na kwa hiyo kumekuwa na hizo harakati za kufuatilia yupo wapi, na ndio hilo ambalo viongozi hawa wanaomba wakuu wa jeshi la ulinzi na usalama, kama tunautaja mkoa basi pale pana kamati ya ulinzi na usalama, mkuu wa mkoa na kamati yake jaribu kuangalia huko mkoa wa Songwe na wilaya zake, maOCD, maOCCID, lakini zaidi kwa upande ule. Lakini sasa kwa kuwa tunatoa rai hii kitaifa, tunaamini vyombo vyote ambavyo vinahusika na masuala ya haki jinai, ikiwemo jeshi la polisi, mkuu wa masuala ya mashtaka DPP, mwanasheria mkuu wa serikali ambayo ndiye mshauri mkuu kwa serikali, na ikitokea mambo kama haya lazima vyombo fulani ajaribu kufuatilia. Inabidi atusaidie kujua kwamba huyu mwenzetu, dereva mwenzetu huyu, na alikuwa mmoja viongozi katika vyama hivi vya madereva, na kwa kuwa alikuwa mbele sana katika kudai haki za madereva kwa waajiri, lakini vile vile haki zile ambazo hata serikali ilikuwa inaambiwa itazame iweze kuzilinda, na wengine tunahisi kwamba pengine pote yake inatokana na hizo harakati zake, au la kama inahusiana na mambo yake binafsi ya kibiashara au ya kifamilia, nayo ingetakiwa yawekwe wazi, na kama ameshikiliwa kihalali kisheria mahali fulani basi tupate taarifa, alafu taratibu zingine za kisheria ziendelee. Kama ameshikiliwa na vyombo vya ulinzi na usalama, na hasa jeshi la polisi linajua kwamba kuna swala la dhamana kwake polisi, au la akipelekwa mahakamani atapata dhamana ya polisi. Lakini kama anatumiwa kosa lisilo na dhamana kwa polisi au mahakamani, basi walau taarifa itolewe kwamba anahusika na swala ambalo dhamana imefungwa, lakini kuna haki ya ndugu na jamaa na sisi wengine kufahamu haki zake za kuweza na yeye kuonwa,
na hata kama kuna mahojiano yanaendelea lazima kuwe na ndugu zake, marafiki, viongozi wake kama hawa. Mimi mwanasheria lazima tujue kwamba nini kinaendelea juu yake, na kwa sababu katika serikali ya sasa tangu inaingia madarakani, kitu kimoja cha kwanza ambacho alikifanya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni swala la haki jinai. Aliunda hata tume kuhakikisha mambo kama haya yanaenda kwa usawa wa kisheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba swala hili litaenda ipasavyo, na kwamba kama ambavyo viongozi wamesema kwamba wao katika hizi siku mbili wapo kuendelea kumtafuta, na pengine ikifika tarehe 10 wanaweza wakasema ngoja waweke hata vifaa vyao vya kazi chini, wahangaike kumpata huyu. Mimi kwa upande wangu kama wakili mwanasheria singehitaji tufikie huku, kwa sababu mwisho wa siku sekta ya uchukuzi ni sekta muhimu sana katika taifa letu. Mimi naitwa Muhidini Sangoti, ni naibu katibu mkuu wa taasisi hii ya taifa ya madereva Tanzania. Mimi niungane na viongozi wangu walipozungumza hapa, katibu mkuu wa Kotuti kakaangu Mboka na kiongozi wa kamati hii, kwamba ifikapo tarehe 10 ambayo ni siku ya Jumanne, ni kweli kwamba hakutakuwa na huduma yote ambayo tutafanya sisi kama madereva wa Tanzania. Tutapaki kwa niaba ya kuweza kumtafuta kiongozi wetu. Tutapaki kwa niaba ya kumtafuta kiongozi wetu tukishirikiana pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama ili tujue kiongozi wetu yuko wapi. Mengine mengi hakuna ya kuzungumza mengi sana. Ni kwamba tunaunga mkono kauli ya kiongozi wetu aliyozungumza hapa. Tutaungana kwa pamoja kumtafuta kiongozi Godlove John Materu. Kauli mbiu ni kwamba uliopo Mikumi pa Kigali mtafute Godlove Materu, uliopo Dodoma pa Kigali mtafute Godlove Materu, mpaka pale atakapopatikana ndio tutakapoweza kurudi tena kwenye vyombo vya habari kuzungumzia changamoto za kiongozi wetu. Lakini kikubwa ni kwamba kwa pamoja tutaunga mkono kauli hii ya kuweza kuungana kwa pamoja madereva nchi nzima kumtafuta mwenyekiti wetu Godlove John Materu.